Margaret Kenyatta kwa ile project yake ilikuwa inaitwa Beyond Zero. Ikajengwa ikafika karibu 85%. Alafu serikali ya William Ruto ikaingia. Contractor bado alikuwa site, akaendelea akamaliza hospitali. Alikaa almost 1 year akigojea handing over ndio hiyo hospitali itoke mikononi mwa contractor irudi kwa county government. The saddest thing is that the governor wa Matangi alikataa kuchukua hiyo hospitali. Akasema yeye hakuwa kwa hiyo agreement ya kwamba akichukua hospitali atajenga kitchen, atajenga mortuary na atajenga laundry. So hiyo hospitali ilikaa without anybody taking care of the caretaker. Haikuwa na administrator, no watchman. Ikavandaliziwa, ikaibiwa kila kitu. Milango, mabati, locks, air ducts, oxygen ducts, steamer, bulbs, wires, tiles, everything, choo. Kila kitu ikaibiwa. Wamatangi was watching as that was happening, yet health is devolved. When I speak, people say it's politics. Ladies and gentlemen, matters health can never be politicized. We are all victims of poor health systems in this country. Every day, I get an invitation to a harambe, bailing people from mortuaries, bailing people from burdens of mortuaries, when their loved ones are dead and the bodies are detained. As we speak right now, Level 5 hospital has been completed by the military again. The Ministry of Defense released a team. They came and replaced everything. Toilets, doors, locks, roof, leaking roof. Wakatujengea ram yenye haikuwa ya ghorofa 5 ya kutumia wheelchair. Wakatuwekea lifts, 3 different lifts in 3 different corners of that hospital. Wamejenga kila kitu, wamerudisha hiyo hospitali. When the governor heard that the national government, under the instructions of His Excellency the President William Ruto, amekibia hapo akaweka kibao ya county government, kusema ni yeye amefanya kazi. I have no problem with your kibao governor, but I have a problem with you. You know very well you are the reason why that hospital is not operational. 1, because you refused to take over the hospital. 2, you refused to construct the kitchen, the laundry and the mortuary. Ruto ametujengea kitchen na laundry. Unafaa ujenge mortuary. Iko wapi? Will a Level 5 hospital operate without a good operational morgue? Governor wa Matangi. Na bado unasema ati tunakupiga kisiasa? Governor wa Matangi, you know the hospital requires a fence. We can't put equipment in an hospital where there is no security. Ulikataa since 2022. Wakati umesikia Ruto anakuja kufungua hospitali, ndio unakimbia kujenga ukuta. Governor, you knew the hospital is ready for operationalization. You refused to sign the agreement where you are supposed to be supplied with diagnostic and treatment equipment za hospitali. Hiyo hospitali iko na surgery rooms 3, theater, machines za theater huna. Ulikataa kusign agreement na national government. Hiyo hospitali iko na ICU na iko na HDU. Equipment huna, ulikataa kusign agreement. Ukasema ati Ruto anakoasi wewe. Usign agreement, utaki kusign. Hospitali zote Kiambu hazina equipment. Sisi tunaendanga Nairobi na KU hospital. Yet you are our governor who is supposed to manage over 11 billion. Every day watu wetu wanakufia Nazareth, Consolata Hospital, St. Mary's. Mili yao inafungiwa huko because those are private hospitals and they are in business. Yet you collect our debt, our tax. Umekataa kutujengea mortuary. Githunguri constituency hatuna mortuary. Hatuna public mortuary, especially in Githunguri town. Tunarely na private mortuaries. Na kila siku watu wa biashara unawalipisha kodi. Watu wa masarun unawafungia biashara. Unafukuzana na watu wa taxi. Unachukua pesa yao kila mchana. Lakini hutaki kutupatia services wa Matangi. When I speak, wanasema ni siasa. By the way, mimi sijatangaza nataka kuwa governor. Na ile siku nitatangaza mtanisikia. For now,
I am representing the people of Githunguri. I am demanding services under the hospital yenye tumejengewa na national government. And I have requested His Excellency the President, because ulitutumia military wakakuja kurudisha hospitali ambayo Governor Wamatangi alishindwa. Usimpatie hiyo hospitali. Let the military open the hospital, operationalize the hospital. Let them run it like Bagathi Military Hospital. Wacha tuwe tunaenda kwa hiyo hospitali ikiwa under military. Because our governor ukimpatia hiyo hospitali, itaanza harufu kutoka kwa barabara. Hiyo hospitali haina sewerage system. Hakuna sewerage system in Githunguri. Maji yote ya level 5 hospital itaenda wapi? Hakuna mortuary. Tutafukua tunafanya nini tukifiwa? Hatuna incinerator ya kuchoma uchafu ambao ni hazardous. Wamatangi akipatiwa hiyo hospitali itakuwa bure kabisa, vile Kiambu iko na vile Thika iko, vile Gatundu iko. Your Excellency the President, don't give Wamatangi Githunguri level 5 hospital. Let the military take over. Ameshindwa. And as I said, Wamatangi, you have done nothing for the people of Githunguri. Zile hospitali zote unasema umejenga za dispensary level 1 and 2 and 3, unajenga hospitali kama kule Lironi, Sigona, unaacha, umefunga na kufuli. Hakuna hospitali umejenga, umeweka daktari. Hakuna hospitali umejenga, umefungua ikaanza kupatiana watu dawa. Hakuna. Kazi yako unakimbizana na makontrakta. Wakijenga unakufaidika, lakini wananchi wanangevya. Kwa sababu wananchi wanataka kuona daktari. Wewe unataka kuona contractor amemaliza na amepaka rangi na ameandika jina yako. You are a selfish governor Wamatangi.